Katika tukio hilo, inadaiwa kuwa jioni hiyo ya tukio, askari mgambo hao ambao walikuwa katika mtaa huo wa Mission walimtilia shaka marehemu kuwa alikuwa anauza dawa za kulevya aina ya mirungi, na kutokana na shaka hiyo waliokuwa nayo walianza kumfuatilia. Ndipo marehemu baada ya kuwaona alianza kukimbia mbio. Askari hao wa mgambo walimkimbiza na kufanikiwa kumkamata umbali mfupi kutoka alipokuwa. Marehemu baada ya kukamatwa, wanadai alikuwa akiema na alionekana kuishiwa nguvu. Askari hao wa mgambo waliamua kumpeleka hospitali ya mkoa Sekou Toure kwa matibabu zaidi, kwa sababu wakati huo alionekana amechoka huku akiwa anahema sana. Aidha, mtuhumiwa huyo alifanikiwa kufikishwa hospitalini hapo Sekou Toure na kuanza kupata matibabu. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu hapo hospitalini, ndipo zilipatikana taarifa kutoka kwenye mamlaka ya hospitali kwamba mtu huyo alikuwa amefariki dunia. Kutokana na mazingira hayo ya ukamataji huo, askari hao mgambo wote walikamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza usiku huo huo kuhusiana na tukio hilo. Askari hao mgambo wakati wakitekeleza ukamataji huo walikuwa peke yao, na wakati wanafanya hivyo hakukuwa na operation yoyote ya kipolisi iliyokuwa inafanyika katika eneo hilo. Walikuwa katika mizunguko yao katika eneo hilo la mtaa wa Mission. Uchunguzi wa kitaalamu, yani postmortem, umefanyika siku ya tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambapo mwili wa marehemu umefanyiwa postmortem, wakiwepo ndugu na jamaa zake hapo hospitalini Sekou Toure. Na hivi sasa tunapoongea tayari mwili huo umechukuliwa na ndugu na jamaa kwa ajili ya mazishi. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, kama ambavyo nimeeleza, watuhumiwa hao watatu ambao ni askari mgambo walishikiliwa na wanaendelea kuhojiwa mara tu baada ya kutokea kwa tukio hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linaahidi kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo, na endapo ushahidi utaonesha kuwa watuhumiwa hawa wamehusika na kifo hicho, watawajibika kwa mujibu wa sheria. Kutokana na tukio hilo, tunawaomba wananchi wa eneo hilo, ndugu jamaa na marafiki, wawe na subira na kuachia jeshi la polisi lifanye uchunguzi wake, na wakati huu ambapo watuhumiwa wote watatu tumewakamata ili tupate nafasi nzuri ya kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Aidha, tunaomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuwafichua wahalifu na uhalifu katika maeneo yao.